tunapata tafakari kuyasogeze macho yetu katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 3 fungu lile la kwanza mpaka lile fungu la 5. Yohana sura ile ya 3 fungu lile la kwanza mpaka fungu la 5. Neno la Mungu linasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia Yesu usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu na umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaje kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Fungu lile la 14 mpaka 16 anasema, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, hivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana alibariki neno lake kwa jina la Yesu, amina. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana jioni ya leo kwa nafasi uliotupatia. Muda mchache tunapokwenda kutafakari neno lako, kubali kuzungumza nasi, ndivyo tunavyoomba na kuamini katika jina la Yesu, amina. Mara nyingi Yesu ameonekana, kama jana tulivyosema, akikaa na akizungumza na wenye dhambi. Na mara nyingi alipata shida kubwa katikati ya mikono ya watu wanaoitwa Mafarisayo pamoja na Wayahudi. Na kwa ghafla siku moja, Yesu akiwa amefanya ishara nyingi katikati ya dunia hii, kama utakubaliana na mimi, kama ni viwete wametembea, kama ni vipofu wameona, kama ni viziwi wamesikia. Na hivi karibuni Yesu amemfufua Lazaro. Na kati ya mambo ambayo Yesu alikuwa watu hawamuelewi na walikuwa hawajasadiki, ni pale alipotenda tendo la kumfufua Lazaro, likaweka tendo kubwa katikati ya maisha ya watu waliokuwa wakimwamini. Kwa hiyo jamii kubwa ya watu ikaendelea kumfuata Yesu. Na sasa Yesu akaingia katikati ya kesi ya kwamba yeye anajiita kuhani, na sio kuhani tu, yeye anajiita ya kwamba ni mfalme wa Wayahudi. Yaani ni sawa na mtu leo aanze kujitangaza ya kwamba yeye ni rais wa nchi hii, alafu rais wa nchi yupo. Na hivi karibuni Yesu amekuwa akiketi na wenye dhambi, wale ambao kiukweli katikati ya macho ya Mafarisayo na macho ya Masadukayo walionekana ya kwamba hao watu hawana maana mbele za Mafarisayo na mbele za Masadukayo. Na Yesu kwa kuendelea kuketi nao, na hivi karibuni amejitangaza ya kwamba yeye ni mfalme wa Wayahudi, akaingia katikati ya mgogoro na Wayahudi hawa. Mgogoro wa kwanza ni kwa sababu anaketi, anakula na anatembea na watu wenye dhambi ambao tayari wametengwa na jamii. Na hivi karibuni tena eti yeye amejitangaza ya kwamba ni mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo akaingia katikati ya kesi hiyo. Na alipoingia kwenye kesi hiyo, katikati ya maisha ambayo wakati Yesu anaishi, lilikuwepo baraza moja linaitwa baraza la Sanhedrin. Baraza la Sanhedrin lilikuwa na wajumbe 70. Na hao wajumbe 70 waliokuwa wanaingia, alipaswa kuingia wazee 12 wa taifa la Israeli. Kila kabila kwenye yale makabila 12 alipaswa kuingia mjumbe mmoja mmoja.
lakini makuhani walipaswa kuingia katikati ya baraza hili. Lakini sio mbali ya makuhani, kuhani mkuu alipaswa kuingia kwenye baraza hili. Lakini pia alipaswa kuingia mtu ambaye angeweza kutafsiri sheria na angeweza kuwasaidia watu kutafsiri sheria za Kiyahudi. Na mtu huyu si mwingine, anaitwa Nikodemo. Sasa Nikodemo analetewa kesi ya Yesu, na kimsingi Yesu anashtakiwa kwa mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ambalo Yesu anashtakiwa kwa kosa la kukaa na kula pamoja na wenye dhambi. Na kesi ya pili, Yesu amejitangaza ya kwamba ni mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo baraza limekaa, na kimsingi baraza lilivyokaa, anayepaswa kuchambua sheria na kutengeneza sheria ili Yesu ahukumiwe si mwingine ni Nikodemo. Na kimsingi Nikodemo hapo mbali kidogo amesikia ishara na matendo makubwa ambayo Yesu ameyafanya. Na si mbali amesikia matendo ambayo Yesu akiponya watu. Na hata kesi za Yesu kukaa na kula na wenye dhambi, wale ambao walionekana sio kitu kwenye jamii, wale waliodharaulika. Yesu akatenda hayo, na Nikodemasi akasikiliza kesi ya Yesu inayomkabili. Na ndipo Nikodemasi akafanya mpango ili amuone huyu ambaye anashtakiwa. Sasa Nikodemasi anatengeneza mazingira ni namna gani anaweza akamwendea Yesu. Na ukweli Nikodemasi alikuwa ni tajiri. Na sio tu tajiri, alikuwa ni msomi ambaye anategemewa katikati ya jamii ya Wayahudi. Yaani katikati ya ulimwengu wa leo tunaweza tukamsema yeye ndiye mwanasheria mkuu wa nchi. Kwa hiyo ni msomi mkubwa anayetegemewa. Na sio msomi tu, ni mtu mwenye fedha za kutosha na ni tajiri. Na sio tajiri tu, ni mtu ambaye anajulikana katikati ya jamii ya Kiyahudi. Na hivi karibuni amesikiliza mambo ambayo yamempata Yesu na kesi anazohukumiwa. Ndipo Nikodemasi akaondoka ili amwendee Yesu. Na Biblia inasema Nikodemasi akaenda usiku amwendee Yesu ili azungumze naye. Na sababu kubwa ya Nikodemasi kumwendea Yesu majira ya usiku, sababu ilikuwa kwa sababu ya cheo alichokuwa nacho, kwa sababu ya heshima aliyokuwa nayo katikati ya baraza hili na katikati ya jamii inayomzunguka. Na Yesu anaonekana sio kitu, na ana kesi ya kula na kuishi na wenye dhambi. Kwa hiyo Nikodemasi akafanya mpango wa siri aonane na Yesu ili watu wengine wasielewe ya kwamba alikutana na Yesu. Na ndipo Biblia inasema huyo mtu akamwambia, tunajua wewe ni mwalimu, na sasa wewe umetoka kwa Mungu. Na anamwambia kwa kuwa hakuna mtu anayeweza kuzifanya ishara hizi unazozifanya isipokuwa wewe, na ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Na mazungumzo haya ambayo Nikodemasi anayafanya na Yesu aliyafanya hivi karibuni kabla ya Yesu kuingia katikati ya sikukuu ya Pasaka. Na mazungumzo haya yanafanyika katikati ya nyumba ya Yohana Mbatizaji. Ndipo mazungumzo haya ambayo Yesu na Yohana wanayafanya usiku huu. Na Yesu anazungumza na Nikodemasi, na Yesu anapozungumza na Nikodemasi, ukweli ni kwamba Yesu alikuwa ameshajua nini ambacho Nikodemasi amekifuata kwa Yesu. Na mbali ya kwamba anajua, Yesu akatamani amsaidie kwa kile ambacho alikuwa anakifikiria. Kwa hiyo Nikodemasi alikuja kwa Yesu, nikwambie hakuja kwa mpango ya kwamba anamtafuta Yesu, lakini alikuja kwa mpango ili na yeye athibitishe yale ambayo ameyasikia kwenye baraza. Kwa hiyo Nikodemasi anapokuja kwa Yesu hakuwa na mpango wa kupokea wokovu, hakuwa na mpango wa kukaa na Yesu, lakini ukweli ni kwamba yeye alikuja ili ajithibitishie zile kesi ambazo amezisikia na zinamwandama Yesu, ajithibitishie ya kwamba kweli zile kesi ni kweli. Lakini Yesu anajua huyu anahitaji wokovu. Jioni ya leo nikutie moyo ya kwamba hata kabla hujaja hapa Yesu alilijua hitaji lako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa umekuja na hitaji katikati ya macho ya kibinadamu, lakini Mungu anaona zaidi ya hitaji unalolitamani. Kwa Nikodemasi amekuja akiwa na hitaji la kwamba anataka amfungulie Yesu mashtaka na asikilize na kuthibitisha yale ambayo ameyasikia kwa Yesu. Lakini Yesu anakuja na mpango na anamwambia hivi ya kwamba
mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona mfalme wa Mungu. Anapomwambia mtu asipozaliwa, Yesu anamtangazia Nikodemus jambo moja, ya kwamba kuna mambo yeye anayaweza. Kuna mambo katikati ya jamii inawezekana akayashinda. Lakini Yesu anapomwambia kwamba mtu asipozaliwa, anapotangaza neno tu hilo ya kwamba mtu asipozaliwa, alikuwa anamtangazia kwamba kuna mambo hayawezekani isipokuwa mpaka nguvu za Mungu zimeonekana kwa mtu huyo. Na nikutangazie jioni ya leo, kuna mambo kwenye maisha yako hayawezekani ni mpaka nguvu ya Mungu imeonekana kwenye maisha yako. Kwa Yesu anazungumza na Nikodemo, na kwa ajili ya muda tu nifupishe kisa hiki. Yesu anapomaliza kuzungumza na Nikodemo usiku huo, na kimsingi Yesu anamalizia maneno yake katikati ya fungu ambalo tunalipenda sana, katikati ya Yohana 3:16. Yalikuwa ni maongezi ya Yesu akiwa anaongea na Nikodemus, akamalizia akamwambia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akatamtoa mwanae wa pekee, ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Yesu anapomaliza hayo mazungumzo na Nikodemus anaondoka kwenye mikono ya Yesu na kwenye macho ya Yesu. Na sasa baada ya kuondoka, ninakukumbusha huyu jamaa alikuja akiwa na mgogoro wa kumshtaki Yesu, ya kwamba anakula na anaketi na wenye dhambi. Na mgogoro wa pili ni kwamba huyu Yesu amejitangaza ya kwamba ni Masihi, na sio tu Masihi, huyu Yesu amejitangaza ya kwamba ni mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo baada ya Yesu kumalizana maongezi pamoja na huyu mtu wa Mungu ambaye anaitwa Nikodemus, baada ya kumaliza maongezi haya na kuketi pamoja na Nikodemus hapa usiku, Nikodemus anaenda kwa Yesu. Na anapoenda kwa Yesu, anapoondoka anarudi kwenye baraza lile la Sanhedrin. Utakaposoma Yohana sura ya 7, kwa sababu ya muda, Yesu amemaliza kuketi na huyu jamaa. Na Yesu shida yake anayohukumiwa ni kwa sababu ameketi na kula na wenye dhambi. Na hitaji la juma hili linatutaka kama kanisa na kama vijana kuwaendea watu ambao wametengwa na wanaonekana ya kwamba hawafai mbele za macho ya watu wengine. Na ndicho Yesu alichokuwa anakifanya katikati ya ulimwengu huu, kutoka na kwenda kuwaendea wale walioonekana ya kwamba hawafai kwenye macho ya watu wengine. Na hicho ndicho kilichofanya Yesu pia hashtakiwe na baraza hili la Sanhedrin. Kwa hiyo usiku huo, baada ya Yesu kuketi na akakaa na akazungumza na Nikodemus anapaswa arudishe ujumbe kwenye baraza lile ambalo Yesu alishtakiwa kwalo, ya kwamba baada ya kuzungumza na Yesu alipaswa kurudi ajithibitishie na awathibitishie wale watu ya kwamba huyu Yesu tayari, baada ya kuzungumza pamoja naye, washtaki ya kwamba huyu kweli ana makosa. Lakini hatari ni kwamba baada ya Nikodemus kuketi na Yesu usiku ule, na baada ya kumaliza mazungumzo na Yesu usiku ule, aliporudi kwenye lile baraza, wakati wanasoma mashtaka ya Yesu ili Yesu hahukumiwe, kwenye Yohana sura ya 7 mstari wa 50 na 52, haya ndio maneno ambayo Nikodemus anaulizwa na watu ili amshtaki Yesu. Maana yeye ndiye mwanasheria, na yeye ndiye mchambuzi wa sheria, na yeye ndiye ambaye anaweza akatoa kibali ili Yesu ashtakiwe. Sasa tayari amezungumza na Yesu na tayari amekutana na Yesu. Sasa Wayahudi wamekaa ili wamsikilize ya kwamba anawezaje kumhukumu Yesu. Nikodemus anarudi anawaambia hivi, akawaambia Nikodemus, naye ni yule aliyemwendea zamani, maana ni mmoja wao. Akawauliza, je, torati yetu humhukumu mtu kabla ya kumsikia kwanza na kujua atendavyo? Wakajibu wakamwambia, je, wewe nawe umetoka Galilaya? Hiyo ni baada ya Yesu kukutana na Nikodemus. Natamani nikutie moyo jioni ya leo, waliokutana na Yesu ni lazima wawe na mabadiliko.
Ikiwa unaishi kwenye maisha hakuna mabadiliko, kuna hatari bado hujakutana na Yesu. Na Nikodemasi anapomaliza mazungumzo haya, aliondoka kwenye ile baraza na akaacha vyote alivyokuwa navyo na akaamua kumfuata Yesu. Na wakati Yesu amesulubiwa, jioni ile Yesu alipokuwa amesulubiwa pale msalabani na amekosa vyote na hakuna wa kumtoa msalabani, Nikodemasi pamoja na mtu anaitwa Yusufu wa Almataya ndio waliokuwa wa kwanza kwenda kumhudumia Yesu. Kwenye Yohana sura ya 19 mstari wa 39 anasema, akaenda Nikodemasi, naye ni yule aliyemwendea usiku hapo kwanza, akaleta mchanganyiko ya manemane udi yapata ratili 100. Basi wakautoa mwili wa Yesu, wakaufunga sanda ya kitani pamoja na yale manukato, kama ilivyokuwa desturi ya Wayahudi katikati ya kuzika. Na unaposoma kitabu cha Roho ya Unabii, The Acts of Apostles cha Mama Ellen White, ukurasa wa 531, utakapokwenda kusoma, anasema ya kwamba injili ya kwanza iliyohubiriwa ili watu watoke kuihubiri injili baada ya Yesu kuambia wanafunzi wasiondoke Yerusalemu mpaka watakapopokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Mama Ellen White anazungumza ya kwamba hakukuwa na fedha za kutoka kwenda kuwaendea wengine kuhubiri injili. Lakini nabii wa Mungu anasema mtu wa kwanza aliyetoa fedha na mali zake alizokuwa nazo ili kazi ya Mungu iende kuenea duniani alikuwa ni Nikodemasi. Kwa wale wanafunzi waliokuwa mule siku ile, Yesu anawaambia kwamba msiondoke mpaka itakapokuja hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Hiyo nguvu kweli waliipokea, na baada ya kuipokea ile nguvu, maokoto ya kuwepo ya kutoka kwenda kuiendea jamii. Kwa hiyo humo ndani walikuwa na mtu anaitwa Nikodemasi, alikuwa tajiri mwenye hela na ana cheo. Roho ya Unabii inasema yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kutoa vitu alivyokuwa navyo, akawezesha kanisa la awali ili watoke waende wakatangaze injili. Kwa kama kanisa, niwatie moyo jioni ya leo ya kwamba kuna jamii inahitaji huduma ya kanisa. Na Mungu anahitaji watu ambao wamekutana naye kama Nikodemasi alivyokutana pamoja na yeye. Mungu atubariki jioni ya leo katika jina la Yesu. Amina. Katikati ya wiki hii mwishoni tutafanya kazi ya kwenda kuiendea jamii. Kwa hiyo panga, jitoe. Habari ya kujitoa kwa kazi ya Bwana haihitaji vitu vingi. Kujitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana inahitaji utayari. Katikati ya jamii inayotuzunguka, piga hesabu ya wale wanaokuzunguka. Toa maisha yako, waendee watu wengine, gusa maisha yao. Bwana atubariki jioni ya leo. Waimbishaji wetu, karibuni mnapotuongoza wimbo nambari 54 na tunapokwenda kwa maombi jioni ya leo. Panga kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Panga kujitoa kama Nikodemasi alivyojitoa kwa kazi ya Mungu. Mungu anahitaji watu wachache walio tayari kugusa maisha ya watu wengine. Mungu anahitaji watu wachache ambao watakuwa tayari kuvitoa vyote kwa ajili ya kazi yake, kutoa muda wao kwa ajili ya Bwana, kutoa mali zao kwa ajili ya Bwana, kutoa karama zao kwa ajili ya Bwana. Jamii inahitaji kumjua Yesu. Jamii inahitaji kukutana na Yesu. Jamii inahitaji kuonja upendo wa Yesu. Sisi tunapaswa kuwa wa kwanza kuwasaidia watu wengine kumtambua Mungu na kugusa upendo wa Yesu. Wimbo nambari 54 tunapoimba tukiwa tumesimama jioni ya leo. Karibuni. Nijue
Pastor Dani mkiwa mnasogea hapa, na dada Benio ukiwa unasogea hapa, karibuni. Nataka tena zaidi, daima kupambanua mapenzi yake, nifanye yale yanayompendeza. wanahitajika watu wachache ambao wako tayari kujitoa kwa ajili ya kutoka na kuwaendea wengine. Huko nje kuna watu wanatamani wamjue Mungu. Kuna jamii huko nje inatamani kubadilishwa. Dada Benie yuko pale. Unaweza ukawa na ahadi yako. Unaweza ukawa na nguo. Unaweza ukawa na sabuni, ukawa na chochote kwa ajili ya kazi tutakao kwenda kuifanya siku itakayopangwa kwa ajili ya kwenda kuona watoto yatima mahali fulani. Panga kutoa sadaka yako kwa ajili ya mtu fulani ambaye anatamani kumjua Mungu. Jioni leo unapopiga magoti na kuomba, ninaomba ufanye tafakari hii tu fupi. Kuna ndugu yako yupi ambaye inawezekana kwa jambo fulani, inawezekana kwa ajili ya ulevi, inawezekana kuna rafiki fulani hata jamii imemtenga, anaonekana kama hafai. Huyo mtu ninaomba jioni ya leo unapopiga magoti mkumbuke na umuombee. Hebu jioni ya leo tafuta mtu fulani katikati ya mawazo yako. Ukweli ni kwamba akionekana kwenye mazingira ya kawaida anaonekana kama hafai. Na ukweli ni kwamba kwa mazingira ya kawaida anaonekana hawezi kupokelewa mikononi mwa Bwana.
Hebu piga tathmini, ndugu zako wangapi ambao wamemfahamu Mungu? Majirani wanaokuzunguka wangapi ambao wanatamani kuona na upendo wa Mungu? Jioni ya leo ombea mtu mmoja, ombea watu wawili, na wakabidhi mikononi mwa Mungu kwa majina yao. Jioni ya leo dada Benie, utaombea vijana waweke mikononi mwa Mungu kwa changamoto zote. Mungu atukumbuke. Pastor Dani, wewe utaombea kazi ya Mungu ulimwenguni, maana wito wa Mungu ni kutoka na kuwaendea wengine. Muombe Mungu atupatie nguvu kujitoa kama kina Nicodemus, ikiwezekana kwa mali, kwa fedha na chochote tulicho nacho, tuwaendee wengine. Na Hilda Masanja, wataombea nguvu ya Roho Mtakatifu kwa kanisa lake. Tunapoomba niwaalike tupige magoti tuombe. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kuwa pamoja nasi. Tunasema asante hata kwa jioni ya leo, na tunakushukuru kwa namna ambavyo unazidi kumtumia mtumishi wako. Katika saa hii tumekuja katika kiti chako cha enzi. Tunaomba Mungu wa mbinguni utusamehe pale ambapo tumenenda kinyume na mapenzi yako. Ni wakati mwingine tunahitaji kuleta mahitaji yetu kwako. Tunakuomba Mungu uliyejaa na rehema ukaweze kutusikia. Baba mbinguni, kwa namna ya pekee naleta kundi la vijana kwako, ukaweze kuwatazama katika changamoto zao na ukaweze kuwasaidia. Tunatambua kwamba vijana wana nguvu, lakini mwovu pia anaweka vikwazo vingi kwao. Hata watu wanakosa ajira, lakini unajikuta wameingia katika changamoto na vishawishi vya hapa na pale vya mwovu shetani. Katika jioni ya leo Yesu, tunawaleta kwako tukiomba ukaweze kuingilia kati na kuweza kuweka huru wale walio katika vifungo. Lakini wale ambao wanahitaji ajira, Yesu nakuomba ukaweze kuwapatia. Wapo ambao wanahitaji wenzi wa maisha, na kuomba Yesu ukaweze kuwapatia. Lakini wapo ambao wana changamoto mbalimbali, wengine katika ndoa zao, na kusina kukuomba ukaweze kuwasaidia katika umri wao wa ujana. Rehema zako zikaweze kuwa nyingi kwao, ili ya kwamba wakaweze kukuona, lakini pia wasikate tamaa, wakaweze kukutumikia katikati ya changamoto hizo na wakazidi kuwafungulia njia. Tunasema asante tukiamini ya kwamba utadumu kwa pamoja nasi, na ukizidi kuwafanya vijana wa kuwa baraka katika kanisa hili, kwa majirani wanaowazunguka, sehemu mbalimbali ulizowaweka, endelea kuwabariki na kuzidi kuwainua. Tunasema asante kwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Baba, wewe uliye Mungu wetu, jioni ya leo tena tunakuja kwako sisi tulio watoto wako, tukitamani maombi haya ambayo mtumishi wako ameyaomba, na yale ambayo sisi tunaendelea kuyaomba kimoyomoyo, na hata haya ambayo sauti za kusikilika zinasikika. Tafadhali tunakusii, kubali kuyapokea. Kubali kutujibu kulingana na haja za mioyo yetu, lakini mapenzi yako yakitimizwa. Jioni ya leo kama nilivyoelekezwa kuomba, hii ni mojawapo ya kazi ambayo uliacha ulimwenguni kwa wote watakao kuwa wafuasi wako, ya kwamba tuenende ulimwenguni kote kwa kila lugha, taifa, jamaa, tukihubiri na kuwafanya wa mataifa kuwa wanafunzi wako, na hata kuwabatiza kwa jina lako Baba, Mwana na hata Roho Mtakatifu. Lakini ninachokusii ni kweli ni kazi uliyotupatia. Kama mtumishi wako alivyoomba, haiwezi kwenda ikiwa fedha hazipo. Haiwezi kusonga mbele ikiwa watoto wako sisi hatutajitoa kwa mioyo yetu mikamilifu. Tunakusii jioni ya leo, Roho Mtakatifu, endelea kutusaidia, endelea kutushawishi, ili tukubaliane na agizo la kimbingu, tuwe na matamanio ya kuifanya kazi yako kwa moyo wote. Tuige mfano wa Nicodemus, yule ambaye alikuwa ni miongoni mwa watu waliolipinga neno lako, lakini mara baada ya kukutana na wewe ukambadilisha maisha yake,
ndiye aliyekuwa wa kwanza kutoa mali yake, kutoa fedha zake ili injili iweze kusonga mbele. Kwa nini hilo lisifanyike kwetu? Ndiyo maana tunakuja kwako tena jioni hii ya leo tukikusihi kwa mioyo ya kipekee, badilisha maisha yetu. Tuwe tayari kuingia kazini, tuwe tayari kukufanyia kazi wewe. Na katika juma hili ambalo umeendelea kutukumbusha kupitia mtumishi wako, fikra zetu ziendelee kutazamishwa kwako. Kila mmoja wetu tuone ni namna gani tunaweza tukasaidia jamii ya watu waliotengwa, jamii ya watu wanaohisi kuwa wapweke, jamii ya watu ambao wana mahitaji ya kusaidiwa na kuona tumaini lako kupitia maisha yetu. Tusaidie kufanya iliyo sehemu yetu ili utukufu na sifa vikakurudie wewe. Na wengi watakapokuona wewe kupitia matendo yetu na imani yetu tutakaoifanya, hebu basi wakarejeshwe karibu nawe na kujiandaa kwa ajili ya ujio wako utakaporudi mara ya pili. Neema yako iendelee kutamalaki juu yetu, baraka zako ziendelee kutuangaza, na umbariki mtumishi wako tena, mtumie siku ya kesho kama vile mbingu zitakavyokubali, ili neno hili liendelee kuzaa matunda mioyoni mwetu. Mtumishi wako anapomalizia kuomba, fungamanisha maombi yote haya yakapate kibali machoni pako, ukayajibu kwa sababu yote yako ndani ya uwezo wako. Kuomba ni kwetu na kutenda ni kwako. Basi tenda kwa kadri ya utukufu wa mapenzi yako, maana ndivyo tunavyoomba, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Zaidi, zaidi, nimfahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, hitaji kubwa tuko hapa kwa ajili ya kufahamu wewe zaidi. Tumeshuka magotini pako, ni watu ambao hatufai, hatustahili mbele zako. Lakini kwa sababu ya neema yako tunakusihi ukatukubali, utusafishe upya. Ombi letu kuu katika jioni hii ya leo ni kuwaendea watu wengine. Tumejifunza kuwaendea watu wengine tukiwa na vitu, lakini zaidi ninakusihi tuwaendee wengine kwa namna ya maisha yetu ya kiroho. Injili yetu ikaonekane katika kupitia maisha yetu na sio vitu tu, zaidi katika maisha yetu. Tumepungua sana, Mungu wa mbinguni. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuongeza imani, nguvu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu, Roho wako Mtakatifu ashukaye kutoka juu, atakayeweza kutuimarisha zaidi na zaidi. Kila mmoja wetu hapa usituache. Tunakushukuru kwa sababu umekubali tumefika mahali hapa ulipopachagua tukuabudu. Tusiondoke bure, Mungu wa mbinguni. Tutakapoondoka hapa, Mungu wa mbinguni, kila mmoja wetu kabaki pamoja naye. Asante kwa sababu utafanya hivyo, nami naomba haya kwa imani kupitia jina la Yesu. Amina.